Na nilikwambia kwamba wao wanakufa, umeona? Nimeona. Umeona? Umeshuhudia? Wamechukua 3 bila. Umemwona ule Okero? Walikuwa wasema Okero. Sasa umemwona Okero? Nimemwona Alan Okero. Mchezaji bora wa mpira wa leo hapo, mechi ya leo mchezaji bora wa Okero. Nilikwambia Okero moto bado hujawaka. Kwa Yanga hii Okero atamshangaa. Leo ameona matukio hapa. Nimemwona Uganda finest. Umemwona Pacome alivyorudi? Kwa sababu wao walitengeneza majeruhi. Unajua sisi hizi draw zilikuwa tuna majeruhi. Majeruhi akatutengenezea majeruhi. Tukakaa kikao sisi wazee, tumegundua ndio tumerekebisha sasa watu wote wanarudi. Umemwona mpaka Bakari Shwaboi leo? Amepiga mwingi Babu Kaji hapo. Babu Kaji kapiga mwingi hapo. Kwa hiyo nikwambie, na kwa sababu wao walituanza kutufanyia mambo ya ajabu. Kesho wanakufa Chamazi. Mimi mpaka nimekuja hapa nimetokea Chamazi mimi. Nimetokea Chamazi, nimeshamaliza mechi. Wao kesho ni kufa tu. Watapigwa magoli mpaka watashangaa pale. So wameanza difu na sisi kutuchokoza. Wanapigwa mechi ya kesho. Sisi tunachoendelea sasa hivi kila atakaye kuja atachukua kama mwenzao prison. 3 4 5 6 kitu cha kawaida. Tumeshaanza kuwasha moto sasa hivi. Hatutaki masiala. Tunataka tutetee kombe letu, ndio lengo letu sisi. Hivi ni furaha namna gani kama shabiki unapata unapoiona timu iliyopitia magumu kidogo hapo nyuma kwa sare, lakini sasa hivi narejea na inapata ushindi mkubwa na mpira mwingi unapigwa. Kwa kama shabiki unajisikiaje? Kwani si unaona, ndio maana nikakwambiaje, nimekwambia hivi, huwezi kumkuta mshabiki wa Yanga kakonda au ana ugonjwa sio kisukari, sio pressure, sio magonjwa gani. Hamna hata mshabiki mmoja wa Yanga mwenye magonjwa hayo. Kwa sababu kwanza ukiwa Yanga hata Mungu unakuwa naye karibu. Umeona? Yaani Mungu mwenyewe anaipenda mashabiki, anawapenda mashabiki wa Yanga. Ndio maana kuta Yanga sisi nanenepa tu. Maisha yetu mazuri, hela tunazo, tunaishi vizuri, tunalala sehemu nzuri. Yanga inapokwenda sisi tupo kwa sababu tuna uwezo. Umeona? Kwa hiyo bwana anachokwambia, Prison mpaka sasa hawajatoka wako ndani. Wamechanganyikiwa kwa sababu walitumwa. Kutumwa kwao ndio wamekula goli 3. Waliotumwa nao kesho tumeshafanya mambo. Kwa wanakwenda nao kufungwa vile vile. Sisi tunataka tuchukue ile kombe, baadaye tucheze kama bonanza, ndio lengo letu. Yaani baadaye tunacheza kama bonanza. Tunamaliza ligi hivi karibuni tu. Tutacheza kama bonanza, ndio lengo letu. Ni kama mmeonea Tanzania Prison, timu ambayo iko chini kabisa mwa msimamo, na tulifikiria mtaonea huruma, lakini ni vice versa, ni goli 3 ni nyingi sana kwao. Yaani sio huyu kwanza sikajitahidi. Atakayekuja ndio atapigwa vibaya, nimekwambia. Sasa tumeanza ligi hivyo. Hizi draw 3 mimi mpaka nifikia nimelazwa pale Temeke. Hizi draw 3 nilichanganyikiwa kweli. Nimelala pale Temeke pale wiki nzima nimelazwa. Mpaka nikamuuliza engineer vipi? Akasema hapana, nyewe wazee tena kikao. Mimi nikaita kikao. Wazee ndio wametoka mpaka Loliondo huko. Sawa bwana, niko na mimi mwenyewe mzee Kadege. Tukaika kikao ndio unaona matokeo haya. Sasa hivi hakuna cha draw wala nini. Watu ni kupigwa tu. Hivi tunaelekea Mwanza. Tunakwenda kumpiga Pamba. Kwa goli nyingi kweli, hamtaamini ninachokwambia. Kuna fundi pale Kevin Nash. Hamna cha Kevin Nash mtoto mdogo tu. Wao nafikiri Yanga sasa wachezao narudi au majirani narudi, kuna balaa hapo. Wewe umeona mwenyewe nusu uwanja. Prison hawakupiga shuti hata moja golini kwetu. Yale goli kipatu cha kakaa tu. Yaani kama na gazeti naanza kusoma gazeti. Beki wamerudi, Baka karudi. Watu wamerudi sasa hivi kivingine. Asinki usichezee. Kwa sababu Yanga nilikwambia usajili wao katika wachezaji watatu. Mimi nakwambia hata kama atacheza Faidi Musa, hamwezi. Faidi Musa kama nenda Simba ndio star kule. Si unakumbuka Chama alishindwa, alikuja timu yetu. Chama sasa kuja Yanga, akashindwa, akarudi kwa huko ndo anakuweza huko. Faidi Musa kama anakwenda Simba, kama anakwenda Simba Faidi Musa, star ninachokwambia mimi. Ila kwa Yanga anakaa benchi. Yanga kubwa jamani, hapa Afrika na Tanzania kwa ujumla jamani. Nyie kweli hamwamini? Yaani bila Yanga hapa sema maisha yatakuwa mabovu. Na watu wote nasema wapende Yanga. Alafu nikwambia hata kila GBCB 4, sio kina Mchome, sio kina nani. Mashabiki walifanya wa Simba wote wako Yanga wale. Mimi nimekwambia. Leo nimegundua kitu kimoja. Prison imekuja na watu kibao na ndugu zao wengine wamechukua sijui askari kutoka wapi wamejaza hapo. Lakini wote mashabiki wa Yanga. Yanga goli ngao wanashangilia kwa mama yako. Watafukuzwa kazi hawa. Umemzungumzia Clatous Chota Chama, mwamba amewaka, lakini umeona muassist wa juzi yule. Mwamba kawaka kwenye timu mbovu. Yaani kule yule kwanza umri umeshaenda. Chama mpaka sasa hivi ana miaka 56. Nikwambie mimi. Yanga haturuhusu kucheza mchezaji mkubwa. Yanga kuanzia miaka 28 kushuka chini. Kila unayemuona pale. Pacome na miaka 21. Mpaka sasa hivi ndio miaka 22. Leo miaka 22 leo. Na ndio maana unamuona ana speed, anakwenda, anaingia, anapunguza watu. Heya, kesho Simba anafungwa. Wanasema usiompenda kaja. Nani? Kesho hiyo Simba Yanga. Na sisi tuko pale Chamazi. Nakwambia mechi tumalize toka leo. Hao wanakwenda kufa tu. Wale wanakwenda kufa tu kesho. Tumeshamaliza mechi. Hawawezi wao, sisi tuko eti tunashindana pointi 2-3. Sisi wenye nchi yetu tena. Tunashindana 2-3. Watakoma. Mechi kesho wanapoteza na nyingine watatoa draw, na nyingine watatoa draw, na nyingine watafungwa. Mechi zilizobaki ni draw kufungwa. Sisi Yanga ni kwa promota tu 4-5 mpaka natangaza ubingwa. Na lengo nikwambie, lengo la Yanga tunyamlijui.
Lengo Yanga kuleta kombe la klabu bingwa hapa. Hakuna timu nyingine hapa Tanzania itakayoleta kombe la klabu bingwa hapa Tanzania zaidi ya Yanga. Yanga ndio timu ambayo inajua ikamchukua mchezaji gani. Hivi injinia hapa katikati juzi nimemuuliza. Kwa nini unagombea ubunge wakati Yanga ni kubwa kuliko ubunge? Wewe mwenyekiti wa Yanga umetawala nchi nzima mpaka Loliondo huko ndani uko unakujua injinia nani. Leo unakwenda kugombea ubunge. Wa nini ubunge? Wabunge wenyewe nikwambie wako 300 kama na 20 hivi. Wabunge 310 wapo Yanga, 10 ndio wako Simba. Wewe unakwenda kugombea ubunge wa nini? Yanashangaa sana. Tukutane Chamazi kesho. Tukutane Chamazi na kwa Simba anakwenda kufungwa, tumeshamaliza mechi. Sema kesho tunakwenda kuwashangilia Azam. Simba anafungwa kesho. Wewe utaamini macho yangu na neno langu leo kwambia mimi. Tule biriani tukutane Chamazi. Tukutane kesho Chamazi.